Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, brightness Shalom shalom mtazamaji wa Star TV ambayo unatufuatilia siku nzuri kama hii ya leo. Utaenda kujifunza vitu vingi sana. Ninayo furaha kukuambia kwamba siku ya leo unaenda kujifunza vitu vingi sana kuhusiana na Ijumaa Kuu. Kwa nini tunasherehekea Ijumaa Kuu? Lakini kwa nini kunakuwa na vitu tofauti tofauti na Ijumaa zingine? Wapo wengine ambao wanasema Ijumaa Kuu hatuli nyama kabisa. Utakwenda kujua kwa nini hawali nyama na utaenda kujua kwa nini wanakula nyama. Utajua sababu zote kwa nini wengine watakula nyama na kwa nini wengine hawali nyama. Lengo ni kujifunza, na leo Mungu ametupa kibali. Niko na mtumishi wa Mungu, ataenda kujitambulisha, utajua anatokea wapi, lakini yeye ndo ataenda kututembeza kwenye hilo darasa. Karibu sana, uko na mimi Stella Shao, endelea kutufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe mtumishi. Amina amina. Karibu sana. Asante sana. Ninayo furaha kuwa na wewe mahali hapa. Karibu sana. Lakini mimi na mtazamaji wangu tunataka kujifunza na tunapenda kujifunza kutoka kwako kuhusiana na Ijumaa Kuu. Ujitambulishe majina yako kabla hatujaendelea. Amen. Nishukuru Mungu kwa ajili ambao watufuatilia kutazama. Majina yangu naitwa mtumishi Innocent Mohamed Saleh Ali Vuje. Ni nachunga kanisa la GICC, Giligari International Christian Center. Liko pale Salanga. Kwa wale ambao Dar es Salaam wakitokea Kibamba watashuka mkono wa kulia, watokea Kimara ambao watokea Ubungo mkono wa kushoto, tuko kule Salanga kwa mwalimu mkuu kala kanisa la GICC. Okay, karibu sana. Asante sana. Hapo katika majina yako kidogo nimeona kuna Mohamed. Okay, mimi nimezaliwa kwenye familia ya Kiislamu, ukoo mzima ni Waislamu. Okay. Lakini nilipata neema ya wokovu hasa namtumikia Mungu. Okay, karibu sana. Sasa twende moja kwa moja kwenye mada. Leo watu wengi wanaenda makanisani kwa ajili ya kusherehekea Ijumaa Kuu, wanaenda kupata neno, lakini pia kuna ile wanasema Ijumaa Kuu hatuli nyama. Kwa nini hatuli nyama Ijumaa Kuu? Na nafikiri kwenye kile kitabu cha Injili ya Mathayo, tufahamu kwanza kwa nini Ijumaa Kuu na kwa nini watu wanaadhimisha hii siku ya Ijumaa. Kwa nini isitofautiane Ijumaa, yani isiendane Ijumaa nyingine, inakuwa iko tofauti kidogo. Yes. Jambo la msingi ile kitabu cha Mathayo sura ile ya 27 na kuanzia mstari wa 27 nitasoma kidogo kwa sababu tupate maandiko ambayo yanatuongoza. Okay. Biblia inasema, kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30. Sasa tuendelee mbele zaidi. Tunaona hapa Yuda alikuwa tayari ameshamsaliti Yesu. Na kabla Yuda hajamsaliti Yesu, kile kitabu cha Mathayo hiyo sura ya 26 na kuanzia mstari ule wa 25, 24, Yesu alitabiri kwamba kuna mtu katikati yetu ambaye atanisaliti. Na ukirudi kitabu kile cha Marko sura ile ya 8 mstari wa 31, 32, Yesu mwenyewe anatabiri habari ya kuteswa kwake, kusalitiwa kwake, lakini pia kufa kwake. Sasa ndio maana nataka nirudi nyuma ili watazamaji wafahamu zaidi kwamba Ijumaa Kuu, kwa nini watu wanasherehekea Ijumaa Kuu? Tunakumbuka nini kwa Ijumaa Kuu? Kwa nini Ijumaa zote tusio tunafanya vitu kama hivyo, lakini why hiyo Ijumaa Kuu? Kuna kiini hapo tunataka tufahamu na watu wajue zaidi kwamba kiini cha Ijumaa Kuu ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Kiini cha Ijumaa Kuu ni Yesu Kristo mwenyewe. Na tunafahamu kitabu kile cha Mathayo niliposoma sura ya 27 mstari 27, Biblia inasema Yuda akamsaliti Yesu. Baada ya kumsaliti Yesu, maandiko yanasema wakamkamata wale maaskari wakaenda kuanza kumsurubisha. Nianze kuzungumza kwamba kila Mkristo ambaye ananifuatilia na kunitazama na watu wote wananitazama, tufahamu kwamba Ijumaa Kuu watu wengi wa Kristo tuliokuwa tunaabudu na kumfuata Kristo, tunaamini katika namna ya sisi kumwamini Yesu katika mateso yake, kuteswa kwake, kusulubiwa kwake, mambo yote yanopitia. Ijumaa Kuu kila Mkristo ni sehemu pekee ya kukumbuka yale Kristo ambaye aliyapata pale msalabani. Amen. Yeah. Lakini pia tunaendelea kwamba kwa nini sasa wanasema tusile nyama? Kwa nini bado? Kwa sababu hii ni kumbukizi ya miaka 2000 iliyopita kusulubiwa na Yesu kwa Yesu na vitu kama hivyo. Lakini mpaka leo kwa nini kuna hiyo scenario kwamba hatutakiwi kula nyama?
Sasa nitajibu kwa jinsi ya Injili kusaidia watu kwa sababu kuna mapokeo ambayo watu waliyapokea. Okay. Na mapokeo hayo yanaweza mapokeo yanaweza kuwa ni mazuri au kuwa ni mabaya, tufahamu. Sinapofundisha neno hili watazamaji, Mungu wasaidie sana na watu wafahamu. Okay. Baadhi ya Wakristo wako include wako wengi. Ndiyo. Na kuna madhehebu yako humo ndani. Na tufahamu kabisa kwamba kanisa la kwanza ya Yerusalemu, huo ndio mfano wa kanisa la kwanza. Unajua tunaposema Wakristo, watu wanaanza kufuatilia makanisa ya duniani yalivyo. Lakini picha halisi ya kanisa la kwanza duniani ni kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ile ya 2. Kanisa linazaliwa pale. Okay. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ambao Yesu Kristo mwenyewe alisema ninaondoka lakini atakuja juu yenu ambaye Roho Mtakatifu. Okay. Sasa maana yake kanisa la kwanza lile lilikuwa likiishi katika maisha ya misingi ile Kristo aliiacha. Okay. Na ukifuatilia vizuri wale mababa ambao walikuwa kwenye ile kanisa la kwanza kina Yakobo, kanisa la Yerusalemu, ukifuatilia vizuri walikuwa walikuwa wanakula nyama siku ya Ijumaa. Sasa baada ya hapa kanisa la kwanza maisha miaka mingi katika ikaenda. Na nizungumze mtume wa mwisho kabisa kuja kufa alikuwa ni Yohana. Okay. Yohana ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Kristo ambaye alichukua ganda kitabu kile kitabu cha Ufunuo. Yule ni mtume wa mwisho, na baada ya pale sasa maandiko yanazungumza naweka wazi na wakina Paulo wanaweka wazi kwamba mtu yeyote asijenge msingi nje ya mitume na manabii ambao mitume sisi ambao tulipokea au mitume wale ambao walipokea fundisho kutoka kwa Kristo wakapasisha fundisho kutoka kizazi cha kwanza na vinavyoendelea mpaka sasa. Sasa kuna katikati hapo kulitokea masuala ya mapokeo, na mapokeo hayo yalipelekea watu wengi sana kufuata hiyo imani na wakidhania ni kweli ni sahihi, lakini usahihi kabisa niwaambie watu wa Mungu kwamba Ijumaa Kuu kuna watu ambao wanakula nyama na kuna watu hawali nyama. Na tofauti hiyo, kula nyama ama kutokula nyama haikufanyi kwamba umkose Mungu. Wala si dhambi kwamba mtu asipokula nyama basi ndo ana dhambi sana, hapana. Isipokuwa watu wamechukua nadharia ile kwamba Yesu alipokuwa amekufa anasulubiwa, kwa anachukua ile kwa vile Yesu amepigwa, nyama yake kwa inaharibika, mwili wake unaharibika, wakaona kwamba okay, tusile nyama kwa sababu Ijumaa Kuu kulikuwa na mateso. Yesu ameteseka, aliteseka kwa ajili yetu. Of course wasema na waelewa, lakini si fundisho na si msingi wa Biblia inavyozungumza. Okay. Hakuna mahali kwa inazungumza hivyo. Okay. Kwa maana hiyo, kwa mtazamaji ambaye anatuangalia labda alikuwa katika kifungo cha namna hiyo kwamba inapofika Ijumaa Kuu mimi sitaki kula nyama. Kwa ni uamuzi wake iza ale au asile, lakini sio kifungo tena. Si kifungo, ni uamuzi wake ale ama asile. Lakini jambo la msingi la kumfanya huyu mtazamaji au Mkristo ambaye anaazimisha hii Ijumaa Kuu, anaazimisha Ijumaa ambayo ni Ijumaa ya mateso, ni kuishi maisha matakatifu. Okay. Kwa sababu utakuwa kinyume na vile Kristo alikusudia pale msalabani ateseka, maana yake unamrudisha Yesu wapi? Msalabani tena. Hiyo ndio jambo la muhimu sana. Okay. Sasa kwa watumishi wa Mungu au kwa kanisa la leo kwenye Ijumaa Kuu kama hii ambayo sasa haya ni maazimisho au ni kumbukizi. Katika kumbukizi hizi kanisa linatakiwa lienende kwa namna gani? Okay. Mambo ya msingi ambayo alivyozungumza ndugu mtangazaji kwamba kanisa leo linapasa kuishi maisha yanayomfanania Yesu. Okay. Kumbuka Yesu alikuja, na alipokuja Yesu ulimwenguni alikuja kwa ajili ya kumuokoa mwanadamu. Na kiini haswa cha Yesu kuja kichometa duniani ni kwa ajili ya wanadamu kusamehewa dhambi zao. Okay. Najua Yesu amezaliwa katika namna pekee sana. Wako watu wengi, manabii wengi wamezaliwa, lakini kuzaliwa kwa Yesu ni kwa namna kipekee sana. Okay. Namna nikazungumza upekee wa Yesu kama namna kama tatu. Namba moja, Yesu alizaliwa kwa miujiza. Okay. Kwa nini? Kwa miujiza. Nikimaanisha kuzaliwa kwa Yesu kwa namna ya kawaida. Roho Mtakatifu mwenyewe ndio aliweza kutangaza kwa Mariamu kwamba utapokea ujauzito na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu utakalia nini juu ya. Kitabu kile cha Luka sura ile ya kwanza na mstari wa 26, habari hizo nazungumza mpaka 24 mpaka 30. Na utaona pale Bikira Maria alikuwa ni Bikira Maria huyu. Maandiko yanasema ule uwezo kweli ukawa uko ndani yake. Na kuanzia pale Yesu, maandiko yanasema processes zikaanza kwa ajili ya kuzaliwa kwa Kristo. Na ukienda mbele zaidi unaona Yesu anazaliwa, baada ya kuzaliwa
anaanza kufanya anakuwa akiwa mtu mzima miaka 30 anaianza huduma yake hapa duniani. Okay. Kwa utaona nimezungumza Yesu na mmoja amezaliwa kwa kipekee sana. Hauwezi kumfananisha Yesu na mtu yeyote. Hauwezi kumfananisha mtu yeyote sababu Yesu hakuzaliwa kwa namna ya baba na mama kukutana na kulala ili apatikane mtoto. Yes. Ni kwa uwezo wa Mungu mwenyewe. Na namba 2, Yesu alizaliwa kwa kutimiza nabii zilizotabiriwa nyuma. Okay. Yaani Yesu ili azaliwe ilibidi nabii kwanza nyuma zilikuwa zinatabiriwa. Kitabu cha Isaya sura ile ya 6 ya 9 mstari wa 6 inazungumza mtazama mtoto mume afanyaje? Atazaliwa, uwezo utakuwa mabegani mwake, atakuwa mshauri wa ajabu, huyo ndio mfalme. Kwa kuna sifa inatajwa pale na huyo anayetabiriwa ni Yesu Kristo. Karne nyingi sasa zimepita. Okay. Na Yesu baadaye anakuja kuzaliwa. Kwa hiyo ujue watazamaji wafahamu tunapomzungumzia Juma Kuu tunamzungumzia nani? Tunamzungumzia Yesu mwenyewe ambaye alizaliwa katika namna ya ajabu sana. Okay. Lakini mwisho namba 3, Yesu alizaliwa kwa watu kusamehewa dhambi zao. Yaani Yesu alizaliwa kwa ajili ya watu fanyaje? Kusamehewa dhambi. Hicho ndio kiini kikubwa cha Mungu kumtuma mwanae ulimwenguni ili watu wasamehewe dhambi zao. Kwa maana wanadamu walifarakana na Mungu, maisha ya mwanadamu na maisha ya Mungu yakopo hayana ule ukaribu. Bustani Eden pale tunafahamu, kitabu cha Mwanzo sura ya 3, Adamu wa kwanza ambaye alikwenda kinyume na Mungu akaacha maagizo ya Mungu na mke wake pale, maandiko yanasema dhambi ikaingia ulimwenguni. Wakaanza kuishi maisha ya tabu, maisha ya shida, maisha yale kawapelekea watu wale wakafarakana na Mungu. So anakuja sasa ambaye Adamu wa pili ambaye ni Kristo mwenyewe. Na hii nizungumzo watu wafahamu kwamba ilibidi aje mtu kama mwanadamu. Aishi maisha kama mwanadamu ili aweze kumkomboa mwanadamu. Okay. Na hapa ni vizuri tufahamu kwamba tunapozungumzia habari ya ukombozi wa Kristo, kwa sababu tunapozungumzia Juma Kuu ndani yake kuna neno ukombozi. Ni kiini cha ukombozi ili mwanadamu akombolewe, atolewe kwenye dhambi, atolewe kwenye mateso. Kuna watu wanaishi katika mateso, nguvu za giza. Watu wanasumbuliwa na matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kibiashara, matatizo ya kindoa. Kumbe tukifahamu kwamba yupo ambaye alishakuja Yesu na alikubali kuteseka, alikubali kusurubiwa, alikubali kudhihakiwa, na kupitia Yesu Kristo tukimwamini mateso yetu yamekwisha. Amen. Amen. Okay. Umefafanua vizuri na yani naamini kwamba mtazamaji ambaye anatembea na sisi anaendelea kujifunza na anaendelea kufunguka akili kuhusiana na Ijumaa Kuu. Kama ndio unatufuatilia muda huu, tunazungumzia kuhusiana na Ijumaa Kuu. Kwa nini tunasherehekea Ijumaa Kuu? Lakini kwa nini Ijumaa Kuu imekuwa ya kipekee kulingana na Ijumaa zingine ndani ya miezi 12? Mwezi mmoja tu ndio na Ijumaa Kuu na ni ya kipekee. Endelea kutufuatilia, bado tunaendelea kulisongesha gurudumu. Lakini kuna wakati unajaribu kufafanua, umeelezea kwamba kama tutafanya baadhi ya vitu ina maana tutakuwa tunamrudisha Yesu msalabani. Yeah. Lakini mwanzoni watumishi wa Mungu walikuwa wanatuasa, sasa sifanya hivi, mnakuwa mnarudisha sana Yesu msalabani, na ndio mahubiri ambayo yanaendelea kutembea nyakati kama hizi za Pasaka. Lakini maisha sasa hivi yamebadilika kidogo. Kuna baadhi ya watumishi wa Mungu namna wanavyoenenda wao, sasa tukiwatazama wanamrudisha Yesu msalabani. Sawa, hatujafikia uwezo wa kuwa watumishi wa Mungu, lakini tunawaangalia kwa sababu tuna macho, tunawaona. Wao wanakuwa wanafanya vitu ambavyo vinamrudisha Yesu msalabani. Unafikiri ni kwa nini wakati huu imekuwa sio washirika wamrudishe tu Yesu msalabani, lakini hata baadhi ya watumishi wa Mungu nao wanamrudisha Yesu msalabani? Haya yote ambayo yanatokea, ndugu mtangazaji, tusishangae kwa sababu yote yalishatabiriwa. Okay. Na yataendelea kutokea. Okay. Ya, lakini tufahamu kwamba msingi wetu ni neno la Mungu. Tumishi sana. Kioo chetu ni neno la Mungu. Ndio maana Wakristo wasiopenda kusoma neno la Mungu, Wakristo wasiopenda kukaa karibu na Mungu, maisha yanakuwa hatarini sana, kwa sababu nitainuka mimi mtumishi wa Mungu, najiita mtumishi wa Mungu, nahubiri Injili, lakini na maisha ya hovyo. Na maisha yale ya hovyo nitawaharibu watu sipo mimi kujua. Na hiyo sio fundisho la Kristo. Okay. Hilo sio fundisho la Ukristo halisi. Mkristo, maana ukisikia neno Ukristo
maanake ni mfuasi wa Yesu, ni mfuasi wa Kristo. Maanake mimi kama ni mhubiri wa Injili natakuwa niishi maisha ambayo yanipasayo kama wahubiri wa Injili wa kwanza walikuwa wanaishi, wakina Paulo, wakina Petro, okay. Na Yesu mwenyewe ambaye ni mwanzilishi wa habari ya Injili. Kwa hiyo tunapoona haya yatokea mtumishi wa Mungu, tufahamu kwamba adui yuko kazini. Shetani yupo kazini. Na inatisha sasa kuongozea masuala ya utumishi wa Mungu, sasa kuzungumzia hapa, lakini kuna mambo ambayo ni ya aibu, hayazungumziki. Lakini uhalisia ni kwamba neno la Mungu halitabadilika, liko pale pale. Okay. Katika wakati huu wa Ijumaa Kuu kukumbuka mateso ya Yesu, kuna mtu ametuangalia lakini anapitia mateso yake. Kuna tabia namna hii, kuna watumishi wa Mungu ambao labda walienda kumtafuta Mungu. Na hii inatokea sana kwa mabinti, wa mama, wanawake nikiwazungumzia. Unakuta ameenda kumtafuta Mungu, amekutana na vitu ambavyo sio tu makwazo yanawafanya watu wasiende kanisani au kukemewa na baadhi ya watumishi wa Mungu, no, lakini kuna ile tabia unakuta anafanywa vitu ambavyo sio sahihi. Unaweza ukaenda kwa mtumishi wa Mungu ukamwelezea mahitaji yako, ukawa unasali pale, lakini pia yeye mwenyewe akaanza kukuzungumzia kuhusiana na masuala ya mapenzi. Hayo yamefanya watu wengi wakae pembeni, walitazame kanisa kwa sura hiyo. Lakini natamani ongee na mtu ambaye anatuangalia, na sio tu kwa upande wa wanawake au mabinti, lakini hata vijana, hata wababa. Kuna sura ambayo kuna watu wakikaa ambao hawajapata neno kama ulivyosema, msingi ni neno, wanaliangalia kanisa kwa sura hiyo. Huyo mtu anayaangalia makanisa yote kwa namna hiyo. Natamani umponye mtu wa namna hiyo. Karibu. Amen. Nashukuru sana ndugu mtangazaji, na watu tufahamu ama watu wafahamu kwa ujumla kwamba maisha ya sasa na makanisa ya sasa na watumishi wa sasa, wako watumishi ambao Mungu amewaita kabisa, wapo Tanzania, wapo kila maeneo, wapo. Okay. Watumishi wapo, watumishi wa Mungu wapo kabisa, wapo. Na wako watumishi ambao Ibilisi amewainua kwa hila ili kuharibu picha ya kanisa halisi ambao ndio msingi wa kanisa. Kwa kuna vitu ambavyo tuvifahamu. Kuanzia hapo niwape pole ambao wamepitia changamoto kama hizo. Binti anaamua kuokoka kumfuata Yesu. Anaamua kuacha maisha ya dhambi mtaani, kuacha mambo yote. Anasema acha nipeleke moyo wangu kwa Mungu, Mungu anisaidie, niwekeze kwa Mungu wangu. Anarudi akutana na mchungaji kama huyo, sijui ni nabii, sijui ni nani, anamfanya mambo kama hayo. Of course ni mbaya sana, na hii ni mbaya sana, mbaya sana. Ni kama watumishi wa Mungu basi hawajajua kile Yesu alikifanya. Kwa sababu tunapoadhimisha siku kama leo ya Ijumaa Kuu, kabla haijafikia Yesu kuteswa, ilitabiriwa, kwa sababu mwanzilishi wa kanisa ni Yesu mwenyewe. Mathayo sura ile ya 16 mstari 18, Yesu anamwambia Petro, wewe ndio Petro, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa. Hamaanishi anajenga kwa ajili ya Petro peke yake, bali kwa kila mtu ambaye atamfuata Kristo, ndani yake kanisa litafanyaje? Litajengwa. Na kwenye kanisa watu wengi, maelfu na mamia watamfuata huyo mtu na watamsikia Yesu aliye ndani ya huyo mtu. Maana yake nini? Unapoona sasa leo mambo yanaharibika, ulimwengu unaharibika, makanisa kama hivyo yanaharibika, watu wanakuwa mtazamo tofauti, wameenda makanisani na watu tofauti. Hii ni kwamba watumishi wa Mungu wamekosa kufahamu kile Yesu alikifanya msalabani. Kile Yesu alipitia msalabani. Na tukifahamu haya mambo kama hayo, tamaa hayo, mambo yasiyofaa, watu wanakwenda wanachukua fedha zao kwa udhalimu tu, ni kwamba watu hawajaitwa na Mungu. Aliyeitwa na Mungu ndani yake lazima awe na hofu. Lazima awe na upendo wa Mungu ndani yake. Kwa sababu kilichomfanya mpaka Yesu aende kusulubiwa ni upendo pia ulikuwa ndani yake. Akiangalia mwanadamu Biblia inasema ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanzo sura ile ya 2. Sema tazama ameumbwa mfano nini? Mfano wa Mungu. Kila mwanadamu unamuona ni picha ya Mungu. Sasa kama utakupa unaharibu picha ya Mungu na wanamhubiri Mungu, sijajua ni Mungu gani atakuwa anamhubiri huyo mtu. Kama amekuja binti, amekuja mama, amekuja mbaba, anakuja kwa ajili ya kumwabudu Mungu, na unamharibu huyo mtu, maana yake wewe hauwezi kuwa karibu na Mungu. Sababu kila mwanadamu unayemuona ameumbwa kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo ni waombe watumishi wa Mungu ambao siku kama mimi niko hapa pia, nazidi kumsihi Mungu anisaidie ili tulikuze kanisa ambalo lina picha ya Yesu mwenyewe. Na kila mtu anapokuja madhabahuni basi aje akiwa amepona, amekuja kufunguliwa, amehubiriwa neno, arudi nyumbani ikiwa na amani miaka yote, siku zote, akimtukuza Kristo Yesu aliye hai. Amen. Nafikiri hiyo imeeleweka, lakini sasa tuzungumzie pia kitu kingine kwa Mkristo au watumishi wa Mungu wanaotuangalia sasa.
ni kitu gani ambacho kulingana na kuwa na hilo vuguvugu la watumishi kutoeleweka, kuwa na imani nyingi na mambo mengi yanaendelea kwenye swala la imani, ni kitu gani mtumishi au Mkristo anatakiwa akifanye ili aendelee kudumu katika kumtafuta Mungu aliye kweli, wa kweli na maanisha? Amen. Kama unasema kuna vuguvugu jingi sana ambalo limeinuka la watumishi wa Mungu ambao sio wa kweli na wamewachota walio wengi ambao walikuwa wanamtamani kumfuata Mungu na majikuta wameingiza huko. Mimi niseme tu jambo la msingi kwa Mkristo ambaye anataka kuishi maisha ya kimungu, kwa sababu maisha ya kimungu ni hazina yako ya baadaye baada ya kuondoka katika ulimwengu. Kwa hiyo ukiwa unazunguka vitu ambavyo huelewi, unajitengenezea kesho yako mbaya baadaye. Kwa jambo la msingi ni Mkristo ambaye anitazama, jambo la msingi muombe Mungu sana. Usiende kanisa bora umeenda tu. Sababu kama una Mungu ndani yako, Mungu atakudirect kanisa lililo sahihi. Amen. Ya, na vizuri pia zaidi niseme Wakristo wengi watakuwa wafuatilie mafundisho yaliyo sahihi. Si kila fundisho linafundishwa lina msingi wa kumkuza Mkristo katika namna ya kiroho. Kuna mafundisho mengi yanafundishwa sasa hivi ni kwa ajili ya kusherehesha tu na vizazi vya sasa vinapenda vishereheshwe. Mtu ana contact fulani kisha shuka hiyo, kila mtu anaiona iko vizuri, anachukua hiyo anatumia kwenye group WhatsApp, maisha yanaendelea. No. Fundisho, maandiko nasema ile kitabu cha Matendo Mitume sura ya 2 mstari wa 42. Maandiko yanasema nao akadumu katika fundisho la mitume. Fundisho la mitume. Hawa Wakristo wa kwanza hawa ambao Yesu aliwaacha. Hawa Wakristo ambao Petro alihubiri injili wakaokoka 3000. Maandiko yanasema wakadumu katika fundisho la mitume. Fundisho lipi? Lile la Yesu ambalo Yesu aliliacha. Walihubiriwa habari ya Roho Mtakatifu, walihubiriwa habari ya imani sio kwa michanganyo, makolokolo. Yesu anajitegemea. Kama Yesu alipanda msalabani yeye mwenyewe pasipo usaidizi yoyote, maana yake Yesu anajitegemea. So Wakristo wafahamu katika tunapoadhimisha Ijumaa Kuu kama hii, jambo la msingi wakubali kufundishwa fundisho sahihi. Waende mahali fundisho sahihi linafundishwa. Sababu unapokaa tu mahali kwa ajili ya lese muujiza upo. Muujiza ipo tu na watu wengi wamekuwa kimbilia maana muujiza. Biblia inaweka wazi kwamba baraka ya kwanza kwa sisi tunaomfuata Kristo ni kumwamini Yesu. Ndani ya Yesu kuna baraka. Ndani ya Yesu na muujiza. Haya magonjwa, matatizo, okay sawa, naamini Mungu ameweka neema kwa watumishi wa Mungu, lakini jambo la kwanza tumpate Yesu kwanza. Mimi nikimpata Yesu mimi mwenyewe binafsi ambaye nakuwa na matatizo ya ndoa, ya familia, ya biashara, nikimpata Yesu yule niliyempata atanisaidia mimi. Lakini nikifuata miujiza na mambo mengine tu kwa sehemu fulani, of course Mungu atatenda katika maisha yangu, lakini baada ya hayo matatizo kutoka litakuja jingine tena. Lakini nikiwa na Yesu ndio kila kitu katika maisha ya mtu. Amen. Nafikiri hapo sasa inaanza kueleweka. Hapo sasa tunaanza kuelewana. Mimi nikushukuru, na kama kuna mtu anaendelea kutufuatilia naamini anaendelea kupata kitu. Lakini tuje sasa kwa watumishi wa Mungu, ikiwa Ijumaa Kuu kama hivi wengi wanakusanyika makanisani, nini ambacho mnakuwa mnakikumbuka kama watumishi wa Mungu ambacho ukikifikiria katika mateso ya Yesu unaona kweli hapa inakurudisha hata wewe kwenye maombi, inakurudisha wewe, inakujenga tu mwenyewe kwamba natakiwa nisimame hivi kulingana tu na hii kumbukizi. Kumbukizi hii tunapokuwa kwenye makanisa yetu, tunapokuwa na Ijumaa Kuu kama hii, jambo la msingi tunakumbuka kama nilivyosema ni mateso ya Yesu. Lakini katika nama mateso ya Yesu tunakumbuka kwamba Yesu ile mission yote ya kuteswa, ya kusurubiwa, kufanyaje, ilikuwa kwa ajili ya sisi kutupigania tuweze kusamehewa dhambi. Tuweze kusamehewa dhambi. Kwa hiyo unaona Yesu anapambana katika mambo yote haya, anakubali kusurubiwa, anakubali kuteseka ni kwa ajili ili sisi tusamehewe dhambi. Kwa kila Mkristo lazima awe na ile moyo unyenyekevu kwa Mungu. Kwamba Mungu mpaka mtoa mwanae pekee. Biblia inasema Yohana sura ya 3:16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo tunaona kwamba kila Mkristo lazima ndani yake awe na ile moyo unyenyekevu, moyo wa kumpenda Mungu, kwamba Yesu aliacha enzi mbinguni. Maandiko yanasema, Mungu anasema tazama ni mtume nani duniani? Mbinguni wao ni kimya, malaika kimya. Ningesema Roho Mtakatifu kwa kimya. Lakini sauti ya pekee ya upole ilisikia kwa Yesu pekee. Asema Baba, nitume mimi nikaokomboe ulimwengu. Nitume mimi nikaokoe ulimwengu.
Aliona mimi, alimuona mtazamaji, alimuona mtu mwingine na wengine na wengine. Maana yake nini? Yesu alisulubiwa, Yesu aliteswa kwa ajili ya sisi wanadamu tusamehewe dhambi zetu. Amen. Kwa tunakumbuka, baada ya kuwa kumbukizi kama hii, tunaweka ili azimio la kuishi maisha matakatifu, maisha ambayo yatampendeza Mungu. Uko serikalini, ishi maisha matakatifu. Wewe ni mfanyabiashara, mama wanauza mboga mboga, wewe ni mfanyakazi, dereva bodaboda, dereva bajaji, dereva malori, dereva nani, wewe ni mwalimu, wewe ni dokta, wewe ni mtumishi wa Mungu kama mimi, tuishi maisha matakatifu. Hicho ndiyo Yesu kilifanya aje ulimwenguni. Okay. Lakini ikiwa kama Ijumaa Kuu hivi ukipita makanisani, tukiwa tunaendelea kumalizia, unakutana na zile sura za huzuni, nyimbo za huzuni, watu na wengine wana dress kabisa na vango yake nyeusi, kwamba leo ilikuwa ni siku ya hivi na hivi na hivi na hivi. Je, hatuwezi labda tukamwabudu Mungu, tukasherekea hata ikiwa Ijumaa Kuu, tukapiga sifa za kutosha na vitu kama hivyo? Je, haiwezekani kufanya hivyo? Ni mandhari imewekwa ya utaratibu wa mambo ya kiroho ili watu wakumbushwe kile ambacho kilipita. Okay. Kwa sababu mchakato huu wa Ijumaa Kuu ni kwamba ni mchakato wa ukombozi, wa kumkomboa mwanadamu, lakini pia mwanadamu kusamehewa dhambi zake. Ndio ukitoka Ijumaa Kuu kule mbeleni sasa kuna kitu kinaitwa Pasaka, ambayo sasa Mungu mikuzungumzia. Pale naona kila mwanadamu anafurahi. Kila mwanadamu anashangilia, kila Mkristo ndio kiini cha kufanyaje? Kushangilia, sababu aliteseka mwanaume Yesu. Sasa alipokuwa amekufa kaburini, amekufa msalabani, siku ya kwanza kabisa, siku ya tatu akafufuka tena. Kwa nashangilia unapo hii Ijumaa Kuu, hata mafundisho tunayofundisha kanisani ni kuonesha watu msitizo kwamba hichi tunachokiishi leo, imani yetu haikupatikana hivi kawaida. Maana yake ilipatikana kwa mateso, kwa damu. Na nirudi nyuma kidogo, utaona kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 12. Maandiko nasema ilibidi achinjwe mwanakondoo. Tena mwanakondoo ambaye asiyekuwa na hila. 12 Kutoka ile sura ya 5 sura ya 7. Akachinjwa mwanakondoo kwa kila nyumba ya wana wa Israeli. Na Biblia inasema damu yake ipaa kwenye miimo, juu, pembeni na pembeni. Ilikuwa ina ishara ya msalaba. Kwenye miimo ya milango. Ilikuwa ni juu ya mlango, kulia na kushoto, kulia na kushoto wa mlango. Ilikuwa ina maana ishara ya msalaba ambao ni agano jipya. Sasa unaona Yesu mwenyewe anakuja pia, na Yesu huyu anakubali kusulubiwa msalabani. Lakini pia agano la kale, wale ambao wanafuatia agano la kale, ili mtu asamehewe dhambi zake, agano la kale ilibidi kuhani anaingia patakatifu mara moja kwa mwaka. Anaenda huyu kuhani akiwa amejitakasa kweli kweli, maana asipojitakasa kweli kweli anaweza akafa. Sio, alikuwa anakufa. Kwa hiyo kuhani ajitakase kwanza, alafu kuhani anachinja mnyama, eza akawa ni kondoo. Ile damu yake, anachukua damu yake kwa ajili yake mwenyewe anapoingia patakatifu. Hapa anatisha, ndio Mungu anakutana na watu. Alafu anachukua zile damu za wale kondoo ambao wamechinjwa na watu wote, anaingia nao ile kuhani patakatifu kwa mwaka mara hii. Na akiingia mule ndani yule kuhani, maandiko yanaweka wazi agano la kale, alikuwa akiomba rehema kwa ajili ya wale watu kwa mwaka mzima. Na alipokuomba rehema kwa mwaka mzima, ile damu kwa anaiacha pale. Na akirudi mwaka mwingine, ile damu hakuna tone hata moja. Maana yake Mungu anasemaje? Amekubali maombi yake, amekubali maombi ya watu, na ndio wamesamehewa dhambi zao. Lakini agano la kale kwa inafunika tu dhambi. Sio dhambi kwa inaondolewa, yani kama sio nisemeje? Niseme kwa mfano, unaweza kuchukua bakuli afu funike joka. Afu na jamani joka hayupo. Lakini nyoka yupo pale. Maana yake sio ukifunua anaweza kumng'ata mtu yeyote. Maana yake Mungu ile hasira yake ikiwaka, ilikuwa na kwenye ile damu ambao watu kwa wametoa zile damu za kondoo, damu za mbuzi. Ilikuwa na hapa na Mungu alikuwa analamba ile damu, anaosha hasira yake ifanyaje? Hasira yake imewasamea watu. Sasa anakuja Yesu Kristo, na maandiko yanasema pale patakatifu alikuwa haoni mtu. Yaani watu kwa kiingia wakiwa wa nje, walikuwa haoni kwa patakatifu kule ndani kabisa. Lakini alipokuja Yesu mwenyewe sasa, natudhihirishia wazi, mtazamaji ambaye ananifuatilia, kwamba alipokuja Yesu, alipokuwa anasulubiwa msalabani, maandiko yanasema damu yake ikamtoka. Aligongewa misumari mikononi, miguuni, kuki mbavuni. Kwamba tunapofundisha kanisani tunaonyesha watu kwamba hii imani haikupatikana hivi hivi, na kumfuata Kristo sawa, tunasherehekea baadaye, tutakuwa maisha mazuri baadaye, lakini tujue maisha haya yanapatikana kwa damu, na kwa damu kweli kweli. So unaona damu yake Yesu ilimtoka, baada ya kumtoka ile damu, Yesu akubali kuwa mpatanishi.
kitabu kile cha Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, ile sura ya 2 mstari wa 5, anasema mwanadamu Kristo mpatanishi pekee katika ulimwengu, ilibidi aje Yesu Kristo ambaye alizaliwa kwa mfano wa mwanadamu na awe mpatanishi kwa ajili ya watu wote. Na kule Agano la Kale yule kondoo alitakiwa kondoo asiyekuwa na hila, asiyekuwa na mawaa, asiyekuwa kilema, asiyekuwa na shida yote. Yesu naye ni mwana kondoo halisi ambaye hana hila, hana dhambi hata kidogo, lakini alikuja kuteseka kwa ajili ya dhambi zetu sisi watu wote. Kwa hiyo kila Mkristo anapokuwa anasherehekea Ijumaa Kuu, ndio unakuta watu wana majozi. Unapoongea kitu ambacho nasema ile majozi. Miaka ya nyuma mimi nimekuwa baada miaka 21 sasa imepita baada ya kumpata Kristo. Sikufahamu haya. Nilikuwa nikiishi katika mazingira ya dini yangu, nikashukuru Mungu Yesu akaniokoa. Ndio nikajua Yesu ni kitu kingine. Amen. Ya, kwa maana hiyo tunaposherehekea Ijumaa Kuu tunasherehekea tunakumbuka kwamba mateso ya Kristo msalabani. Na Yesu mwenyewe alikubali kutoa damu yake msalabani. Na kifo cha Yesu pale msalabani kinatulipia sisi deni la dhambi. Amen. Nashukuru sana kwa muda wako, lakini pia nashukuru kwa elimu ambayo umenipa mimi na mtazamaji ambaye anaendelea kutufuatilia. Naamini umetupa darasa zuri, lakini sio tu kuhusiana na Ijumaa Kuu. Tumepita kwenye maeneo tofauti tofauti, naamini hata kwenye msingi wa imani. Kwa mtu ambaye unatuangalia, naamini umepata kitu. Hata mimi mwenyewe pia nimejifunza vitu vingi sana. Tukiwa tunamalizia, tumebakiwa na dakika chache sana. Ni Ijumaa Kuu pekee inatokea kwenye mwezi mmoja tu ndani ya miezi 12. Tuna Ijumaa hiyo tu pekee ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo paka mwaka mwingine tena Mungu akitupa neema tunaweza kuwepo hapa na tukazungumzia tena. Lakini nitamani utoe neno fupi tu kwa mtu ambaye anatuangalia, kidogo tu la kumwachia katika Ijumaa yake hii. Amen. Neno la muhimu ambalo nalitoka mtazamaji kwamba pamoja ni Ijumaa Kuu moja katika mwaka mmoja na mwaka mwingine unakuja tena, lakini yasiwe ni maisha kwamba ajitakase mpaka mwaka mwingine maana hapo katikati afanye dhambi. Ijumaa nyingine, hiyo ni maisha yake endelevu. Hiyo ni Jumatano atakayoishi maisha mazuri ya mtakatifu, Jumamosi maisha matakatifu, Jumapili maisha matakatifu. Ni mtazamaji, ishi maisha matakatifu kwa maana Yesu amekufa msalabani kwa ajili yako. Na uamini kumwamini Kristo kwamba Yesu alikuja kwa ajili yako na kwa ajili yangu mimi ili usamehewe dhambi zako, na kama ukishasamehewa dhambi zako, matatizo yote ulionayo kwa kuteswa kwa Yesu msalabani, una shida kiafya, shida ya uchumi, matatizo kwenye ndoa, kwenye familia, Yesu yupo, na ukimwamini Yesu atakuponya na Yesu atakutokea, atakusaidia. Na nimalizie mtazamaji, unapomalizia ndaje namba yangu ya simu. Napatikana hapa Dar es Salaam Kimatemboni, unaenda Saranga kwa mwalimu mkuu kanisa la GICC, Gilgal International Christian Center. Mimi ni pasta, niko pale. Mawasiliano yangu ni 0787685582. Facebook ni Innocent Mohamed. Yesu anaokoa watu wote, hata walio katika sehemu nyingine, na Yesu ni mwema. Mungu awabariki sana. Nafurahi leo kuweko Star TV. Hii ni TV kubwa sana Tanzania, dunia kwa ujumla. Naombea sana Mungu awabariki uongozi wote. Amen. Na Mungu awabariki sana. Amen. Mungu akubariki pia, lakini zaidi sana Mungu akubariki pia mtazamaji ambaye unachukua nafasi yako kutufuatilia. Lakini kuna wale wana familia, wao wapo tu kila kipindi kinavyokuwa, na wao wapo wanaendelea kutufuatilia. Mungu aendelee kuwabariki. Na hata kama ndo mara yako ya kwanza kutana kipindi kama hiki, usiache kufuatilia. Kipindi ni Tumsifu Mungu ambacho kinaruka kila siku ya Jumapili hapo Star TV. Lakini pia kwa siku ambazo zinakuwa muhimu kama Ijumaa Kuu, unaweza kutupata, tunazungumzia mambo yanayohusu habari za Mungu. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Stella Shao. Kwenye mitandao ya kijamii unanipata kama Stella Shao, hapo utakuwa unanipata zaidi. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu.